Nikisema sugu tunajua. Yaani ubebe ndoo sana pako mkono, uwe mgumu hapa. Mtoto wa rais ana sugu jamani. Mtoto wa president. Lakini mtoto huyo ni wa rais wa Kenya hana sugu. Lakini wa rais wa ulimwengu mzima alikuwa na sugu. Nana Fatima. Ikiulizwa ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa akishika sana jiwe kusiaga unga. Anasaga, alikuwa akifanya kazi kwa kutumia mikono yake mwenyewe. Wewe mtoto wako kubadilisha nguo za mtoto wako, socks za shule anajua made, nguo za mumeo anajua made, chakula anachokipenda mumeo anajua made, chai inayokolea katika sukari inayokolea katika chai ya mumeo anajua made. Bado nini hapo? Bado nini? Kikoya anachokipenda mume wako akitoka kuoga anayejua zaidi ni dada wa kazi. Mafuta perfume anayependa mume wako anajua dada wa kazi. Wamejiachilia tu kwa konkutia kucha tu. Siku moja Jibril nani alayhi salatu wasalam anamshukia mtume amekaa zake, akaguswa. Alifangalia nyuma akaambiwa na Jibril, Mwenyezi Mungu amenituma nikuletee salamu. Akuuliza sasa nini? Akaambiwa salamu zenyewe zinasema huko anakuja Adija. Anakuja nani? Adija ambaye kwamba yeye ndo alotoa mahari, yatumiwa akidi mahari yale ipewe wajomba zake mtume, wayabebe yale mahari wayalete kwa kina Adija ili ajeoleke Adija. Adija alioleka kwa pesa zake. Adija huyu, hebu angalia alichokifanya mpaka anashukishwa Jibril. Jibril anakuja anamwambia, ya Muhammad, hadhihi Hadija. Huyu ni Khadija. Anakuja amebeba tray. Wewe unaweza kujiangusha hivi? Eti paka pesa ya mahari wewe ndio umetoa, unaweza kujiangusha? Tusemeni tu kweli. Uwezi, si ndio? Kwanza akiunguruma na nguvu tunamwambia katika waume pia wewe una sauti. Si ndio? Yaani waume wakitajwa pia na wewe ongea. Hebu fiata. Na maskini anakunja. Atatulia, atafiata, atafanya nini? Suppose afiate kwa sababu wewe ushunguruma. Anaambia hadhihi Khadija. Anayekuja ni Khadija. Salamu ambazo kwamba Allah anakupe ni salamu kutoka kwa Khadija. Ana nini Khadija? Asema Khadija amebeba tray. Amekubebea maziwa, kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji unachokipenda tena amekitengeza kwa mapenzi yake yote. Yaani ana furaha paka na mashairi akakimbia kikinywaji. Nani huyo? Na Khadija. Nana akamwambia basi akifika hapa mwambie hivi. Na hili halitokuwa mpaka tujikubali sisi wenyewe kwamba ni kina nani. Mwanamke jikubali kwamba wewe ni mwanamke na wewe ndio kila kitu ndani ya nyumba. Wewe ndio kila kitu ndani ya nyumba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nikimaliza amekaa na watoto wa kiume na watoto wa kike. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza neno hili. Neno ambalo kwamba hapa sana wamama tumedili kwenye kitu kimoja tu, kitu cha pili hatuangalii. Anawaambia iyakum walhadratu dhimani. Enyi mabarobaro wa kiume, na waonyeni mno kula mboga za majani. Majani, nikisema majani mnanielewa? Na waonya mno kula mboga za wapi? Meshika za majani, za kwenye majalala. Sehemu kuna tupwa matakataka. Wewe niambie mchicha ukimea pale unakuwaje? Unakuwa strong. Unapendeza, hata mahindi kimea pale inapendeza. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba wakamshindwa, mbona unatuambia tuside ama kuna matatizo gani na mboga zide? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza tafsiri ya mboga ya jani. Akasema mboga ya jani ni msichana mzuri, mrembo, ukimwangalia sura jicho lake husalimiki. Macho yake husalimiki. Wenyewe wanasema macho ya vikombe. Husalimiki. Akiangalia ubavu ana dimpo. Waweza sema shavu lake unachezea banyo. Sitaki kumpea wasifu mwingi. Akaenda utaki arudi, akirudi utaki ende, akicheka sema yaumia, akinyamaza asikasirike mtoto wa watu, akinunu unasema atachaka. Yani ana sifa zote. Hadratud dimani. Mboga ya jani ni mwanamke mzuri aliyekuwa na kila sifa, lakini ana malezi mabaya. Malezi yake ni mbaya. Malezi yake ni mbaya.
Hapa ndo tunaingia moja kwa moja katika kile kisa ambacho kwamba nilikuwa nataka kuzungumza. Msichana anakuja kwa nyumbani anasema mimi nimepigwa na mimi si punching bag. Kwa hiyo nimerudi kwetu. Mama akamchukua moja kwa moja amwambia kaa hapa hujafukuzwa. Tamzungumza nani? Mama tu wa kawaida anamwambia kaa hapa hujafukuzwa. Baba akaja, baba alisikiza darasa msikitini. Baba naye alipokuja akauliza huyu vipi? Huyu vipi? Baba kama hata uliza wewe uliza huyu yuko hapa kivipi, mbona umuulizi? Ili utengeze nini? Uitengeze ndoa. Kule kutengeza kule wewe unataka kutajwa wewe. Itengeze ndoa ya wale watu. Wewe mimi najua mmenichukia, ndio tumekuchukia, that's why tukakuozesha. Kama alikuwa tukupenda mpaka leo ungekuwa hapa nyumbani. Lakini tulikuchukia tukakuozesha. Wewe usilisema unapenda. Ulivyopenda yule sisi tukakuchukia tukamua tukuozeshe. Mbona warudi hapo? Sisi tulikuchukia bwana. Ongea tu kweli ili aumie, lakini kule unajenga. Kule unafanya nini? Msichana anasema mimi nimepigwa kivyo kule siwezi rudi. Mama akamwambia umefika mwanangu. Kaa nenda ukatandike kitanda chako hata bado kipo. Akakaa mzee alipokuja akauliza huyu vipi? Huyu vipi? Anasema huyu kazi yake yule bwana ni kumpiga tu, imekuwa kama tulimpatia punching bag. Akaitwa alipokuja akauliza ulimpiga mkeo? Akasema naam, tena nilimpiga kweli sikubahatisha. Sababu asema sababu yake huyu ndo mtu wa maholi tu. Hakuna harusi ambayo hendi. Ni wa maholi tu. Nyumbani akikao utafikiri yuko shambani, lakini kija mambo na maholi yashakwenda kwenye maholi. Na ndugu zangu mjue hii inatengeza talaka nyingi. Kule kwetu mmoja aliomba nguo za harusi akapewa pesa akanunue. Nataka tuende pamoja. Aliomba pesa za nguo za harusi akapewa, akaomba pesa za kwenda kujiseti akapewa, akaomba usafiri, pesa za usafiri pia akapewa. Ndipo yongoja ile siku tu. Bwana akaenda njia zake, alivorudi ndani ya nyumba akampata mkewe kweli amepodoka kisawa sawa. Wanajua wenyewe kujipodoa. Amepodoka ajabu. Baba alivyomuona hivi au huyu bwana alivyomuona hivi akamwambia njoo kidogo. Njoo na maneno tuzungumze. Njoo mke wangu. Alimuita na kauli za upendo. Njoo mke wangu kuna maneno tuzungumze. Twende. Wakavutana wakaingia mahali kwao wanajua wao wenyewe. Uko mahali walivyoingia baada ya neno alilolifanya mke akasema sasa uko harusini hata nafuata nini ndipo. Angalia midomo yenu. Umejipamba vizuri, umevaa vizuri mwenyewe, umenivuta tumeingia chumbani, sasa ndipo harusini ndipo nafuata nini ndipo. Kumbe harusini wanafuata. Hapa katika tafsiri utasema harusini anafuata nini? Anafuata hiyo nini, si ndio? Kwamba nini imeharibiwa hapa nyumbani ndipo sasa hawezi kwenda. Kama kumbe harusini unafuata nini? Sasa nenda ufuate nini alafu ufuate hiyo nini uende nyumbani kwenu. Mmoja naye kana kibano, huyu kazi yake anajipamba kwa ajili ya harusi tu, nyumbani ni mchafu. Mtoto wewe niambie unakuja kupokea mashtaka kama haya mama, unasikiaje? Ni mchafu mwanao. Anajipamba tu kukiwa na harusi huyu. Ndio amenishinda na nilivyomwambia alivyokuja nimemwambia rudi huko ulikotoka. Huyu alitoka harusini dakika kushangaza amerudi hapa nyumbani. Huyu alitoka hapa nyumbani? Hapana. Kwa hiyo moja kati ya hizo sifa zake ni urongo. Amenidanganya. Nimemwambia arudi huko harusini alikotoka amerudi hapa nyumbani. Jana alikuwa hapana. Hiyo ndio nimempigia mimi. Sitaki mtu muongo. Sitaki mtu mrongo. Baba akasema kumbe kesi ni hiyo. Mimi msinihusishe, yazungumzo yaisha na yakiisha mrudi huko. Yule msichana akasema mimi sirudi. Mimi sirudi. Mama naye akasema mwache tabaki hapa. Baba akasimama katika dini. Akasema kama utaruhusu mtoto wako akarudi, na wewe wasema abaki hapa, na wewe pia fanya nini? Wewe niambie shosh kwa miaka 70 anaambiwa hata huko kwenu pia hakuko. Imagine hata hapo kwenu kwenye pia hakuna kwenu. Mama akapigia magoti mumewe, yaishe mambo ya watoto haya. Sisi haya tuhusu, akabawa sasa umruhusu aondoke. Kivyo wewe ukiwa tisti umetengeza ndoa. Na si yako tu, mpaka zile za wenzetu tutakuwa umezitengeza. Na mama ukiwa utakuwa una yumba, basi mtoto wako mmoja katika miaka 10 ile ambayo kwamba utamshuhudia, uko katika uhai wako miaka 10, utamshuhudia kawabadilisha wanaume wengi kabisa. Kwa sababu ya kutojua kwenda na ndimi. Lakini utakapokaza wewe,
atabaki kwenye ile ndoa. Wewe jiulize, kwa nini nyanya paka leo ana mumewe? Kwani hawakosani wadi? Wanakosana. Kila mtu amelelewa kwao. Kuna tabia zingine, maisha yao ni mengine, lakini wamechukuliwa wakawekwa pamoja paka wakamzaa baba, wakamzaa mama, ukazaliwa wewe na una watoto wako paka leo bado wale watu wapendana. Kuna mawada, kuna mapenzi. Basi mapenzi yakiisha tuongeze na rahma. Na hii rahma, ukweli ndio baki ni rahma, tuhurumiane. Nafikiri inaeleweka. Mimi nikizungumza wallahi kuzungumza kweli. Huwa naanza slow, lakini nikiachwa sasa inaweza kwenda paka asri. Hivyo naomba hapo nilipofikia itoshe. Mwenyezi Mungu atustiri, atuhifadhi na tuepushe na kila lenye gharadhi. Mwenyezi Mungu atulindie majumba yetu na atulindie na watoto wetu na atukubalie saumu zetu. Wa hata, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini si mnasikia mawaidha ni tamu? Mawaidha ni tamu, lakini sasa wamama wetu tulifanya ni Sunday peke yake. Lakini kama ingewezekana tungekuwa tukiendelea hivi hata Ramadhani ikiisha ingekuwa ni mzuri zaidi. Lakini sasa hiyo time hatuna. Hiyo time ndo hatuna. Last year tulisema hivyo, unakuta wamama wawili, watatu, mtu unapoteza time yako, unakuja paka hapo unakuta wamama wawili, watatu. Unajua inavunja moyo. Yaani tufanyeni kitu kwa ajili ya Allah. Si ni kweli? Tufanyeni kitu kwa ajili ya faida yetu. Tufanyeni kitu kwa ajili tunataka kujua. Lakini tukifanya kitu kwa ajili ya mambo mengine haiwezi kukua. Si ni kweli? Kwa sababu wanaume tulisema tunakutanaga na wao msikitini. Wamama hatuonani. Unajua na sisi wanaume, sisi Waislamu sio kila saa tuko katikati ya wamama. Si unajua haiwezekani. So tukipata nafasi ya kutumia kuwa na nyinyi, tunataka tuitumie kwa sababu tunataka kurekebisha umma yetu. Sio? Mnapata faida. Lakini hii faida mnaitumia? Mnaitumia ama mnaiwachaga msikitini? Tutaona mabadiliko kweli mbele ya Mwenyezi Mungu? Wewe tunataka tuone mabadiliko ya ile kitu tunafanya, ya ile kitu tunazungumza. Unaelewa? Hata kama tunajua nyinyi si wa mama wote wa bondeni, lakini wewe umetoka hapa na faida mbili, ukifika huko nje waelewesha wenzako. Si ni kweli? Kwa sababu tunajua sisi wote hatuwezi kuja. Unaona? Lakini kama tutakuwa tunakuja hapa tunasoma na hii faida hatuitumii, itakuwa ni kazi ya bure. Kwa sababu umekuja umekaa hapa 2 hours na haikusaidii. Lakini kama itakusaidia, utakuja kuona faida yake mbeleni. Si ni kweli? So inshallah, wangapi tumepata faida na tumeitumia? Wangapi tumejibadilisha? Unajua? Kwa nini nazungumza hivyo? Tumezungumza mambo mengi. Lakini unaona sana tunazungumza mambo ya nyumba kwa sababu nyumba zetu mengi zinavunjika. Nyumba za watoto wetu, mimi sijaoza, lakini niko na watoto wanaweza olewa na kuoa. So kesho nitaoza. Lakini kuna madada zangu wameolewa, sio? Na kuna mandugu zangu wameoa. Kwa nini tunazungumzia hivyo? Kwa sababu wakati mimi naona kwa mwenzangu kunaharibika, si ati natakana nisikie raha. Sitakani kukaa kushangilia na kupiga makofi wakati kwa mwenzangu kunaharibika. Natakana kusikitika. Si ni kweli? The same way pia wewe mzazi ukiona kwa mtoto wako kunaharibika, unatakana kusikitika, sio kushangilia. Si ni kweli? Lakini kama wewe utaona kwa mtoto wako kunaharibika, wewe ndio unachochea hiyo moto ili izidi kuharibika, jua kwa Mwenyezi Mungu utakwenda kujibu. Wallahi utakwenda kujibu. Sawa? So alhamdulillah tumezungumza mambo ya ndoa siku mbili. Hatuwezi kurudia hapo tu. Kama kuna mtu ana swali labda atauliza. Leo tuko na mashehe wote. Mtu atauliza, lakini tunataka tujue sio ndoa tu museme hata naye ni ndoa. Hakuna kitu kingine hata mtatufundisha isipokuwa ndoa na ndoa. Unaelewa? So si ndoa peke yake, tunatakana tujue vitu zingine. Mimi nilikuwa round hii na suggestion. Wangapi wanajua kuosha maiti kati yenu? Wangapi wanajua? Nataka wenye wanajua. Ngapi sahi imetokea jirani yako amefariki ama mama yako ama mtoto wako msichana, hamwezi kuosha wanaume au wasichana. Unaweza kuchukua hiyo jukumu kwa sababu maiti andakana aoshwe na mtu wake. Sio paka uende ukatafute kina mama tuni huko.
ndio wakuja wakuoshe mwili yako. Unatakana wewe uoshe mwili ya mama yako, ya mtoto wako. Unaelewa? Wangapi wanajua kuosha? Wasichana wadogo wadogo. Msione haya. Mnajua kuosha maiti? Tunaona hizo ndio faida tunatakana tupate. Kwa sababu ni vitu ziwa zinatutokea. Si ni kweli? Nakumbe hii swali ningeuliza tangu kitambo mdomo. Jumapili hiyo itakuwa kweli hata. Unaweza kuwafundisha kwa nini tu kwa Sasa hapo ndio iko shida. Unajua? Kuna vitu za dharura. Kuna vitu mnatakana kujua. Naomba kutia kauli. Nilikuwa nimezungumza mdomo, si ndio? Endelea tu. Nilikuwa nazungumza mdomo. Na aliyenibeba mimi miezi 9 paka akanizaa namjua. Na marafiki zake na wajua midomo yao. Nafikiri mnanielewa penye nimelenga. Kwa hivyo nafikiri mmeelewana. Moja kati ya wamama alikuwa afanya hivi habibi. Yakosha. Au wanaongea hao. Wanaongea vibaya sana. Amemkosha akakosha lakini anajua anayemkosha ni baghia. Ukisema baghia mnajua? Kahaba. Yaani mwanamke ambaye alitembea paka cha kushangaza ametembea paka na mumewe. Sasa anamkosha alipofika sehemu ambazo zinaitwa nyeti au za siri. Ameugusa wede mtaa wa siri. Akasema hakuna sehemu mbaya duniani nishawahi kugusa kama hii. Ambayo haijamsaza mwanamume wa aina yoyote. Mkono ukaganda hapo. Mkono unafanya nini hapo? Uliganda hauondoki kabisa. Dida anazungumza yote lakini tuwe hizi ndimi hizi. Ndio kwa maana tunasisitiza kujua kuosha ili wewe umuoshe mtu wako. Unaelewa? Nitakupa maswali. Ili wewe umuoshe mtu wako isitokee hii. Umenipata? Kila mtu atakana ajue hiyo kazi. Na si ya kuosha peke yake. Na mengine mengi tunatakana tujue. Sisi wenyewe haya tushajua kuosha maiti. Sisi wenyewe tunajua kuoga. Sawa? Sisi wenyewe tunajua kuoga. Ndio nilikuwa nakuja hapo tu. Tuanzie na huyu ambaye amefariki. Unaelewa? Lakini sisi wenyewe tunajua. Hatujui. Sawa? Si ati hatujui, tunaogaga kila siku. Hakuna mtu ajui kuingia bafu hapa. Lakini kuna njia ya kuoga. Unaelewa? Jasho na kuna njia ya kuoga janaba, ya hedhi, ya nifas. Unaelewa? Kuna hizo tunatakana tujue. Isipokuwa time yetu ni kidogo. Kama leo Jumapili unaona saa hii ni saa 6. Saa 6 sasa hivi wanaume wataanza kuingia msikitini. Unaona? Na hatuwezi kuwekea pia time mingi kwa sababu hata nyinyi mko na mashughuli nyumbani. Hatuwezi kusema tu ati tutakuja tuwaweke hapa. Ndio tulikuwa tunasema ingewezekana tungekuwa tunafanya mara 2 kwa wiki. Lakini isikue ni Ramadhani tu ama isikue tunakuja msikitini kwa sababu after ya mawaidha Mudu atatuambia tupange line. Hiyo kwanza ndio kitu sitaki. Wewe kuja ukitaka kujua. Unajua? Kuja ukitaka kusoma. Wallahi kuna wale mimi nawajua. Hata Ramadhani tulikuwa na wao. Na hata leo waiko. Yaani wanakuja kwa ajili wanataka kujua. Hii ingine ni ile ikitokea tunaweka nyinyi kwanza kwa sababu mmekaa hapa. Tumewakalisha hapa. So lazima ikitokea riziki ianze na wenye walikuja. Sio mtu unataka kukaa nyumbani alafu riziki ikitokea mwingine amekaa hapa amesikiza mawaidha hajaenda kutafuta wewe umeenda kutafuta alafu tena unataka ukue mwanzo. So tunajaribu kwa hiyo tu lakini si hiyo ndo lengo letu. Lengo letu ni tujue. Sawa? Haya tutoke hapo. Tutafundishana jinsi ya kuosha maiti na jinsi ya kuoga sisi wenyewe. Sawa? Lakini leo tuendelee na general kwa sababu time yetu ni kidogo. Tuko na only kitu kama 30 minutes tu ya kutoka tuwaruhusu. Sawa? Nilikuwa nataka nizungumze kuhusu Ramadhani. Ramadhani sasa inaenda. Si tunajua inaenda. Kama kuna mtu alikuwa anaabudu Ramadhani nafanya nini? Lakini kama wewe ulikuwa unamwabudu Mwenyezi Mungu bado? So
hizi mavazi na hizi swala tunaswali tunatakana ziendelee paka hata Ramadhani ikiisha, yani uendelee nazo. Unaelewa? Na Ramadhani ni shule. Ramadhani ni shule. Sisi wote tuko ndani ya hiyo shule. Lakini katika shule inakuaga kuna mwenye alielewa na kuna mwenye na kuna kuaga mwenye anafanya vizuri na mwenye hafanyi, na kuna mwenye anapata maksi mzuri na mwenye anapata maksi. Unaelewa? So hizo zinakuaga. Lakini sisi wote tulikuwa katika shule. Unaelewa? Na ule mwenye kupata saa nyingine maksi mbaya unaweza kuta ndo anafanya vizuri kuliko mwenye alipata maksi mzuri. Unaelewa? Sio siku maanisha ati hata kama hukufanya 100% ati wewe ni bure. Inaweza kuwa hiyo moja yako ulifanya imekuwa bora zaidi ya ule anafanya kila siku. Unaona? Sisi kitu wenye tunaomba si Ramadhani ikiisha sasa hivi vile mmejistiri hivi, kesho tena tuwaone mnatembea vichwa wazi, mnatembea na matumbo cut, umevaa buibui makubana, unajua zile vitu tunaongelea. Na sisi wazazi ndio tunaruhusu hizo kwa watoto wetu. Nyinyi wazazi hamvai, lakini watoto wenu wanavaa. Kabisa mimi unajua sijui kuongea kama nakaa chini. Natakaga niongee kama nimesimama. Nikikaa chini maneno yanaendaga huko chini. Sasa ile unaona mtoto wako jana amekuwa katika Ramadhani alikuwa na buibui, lakini leo Ramadhani imeisha hana buibui. Unataka kumuuliza zile buibui za Ramadhani zilikwenda wapi? Unanipata? Kwa nini saa hii unatembea kichwa wazi, huna buibui, unavaa longi, unavaa ma-t-shirt? Why? Na Ramadhani juzi ulikuwa unavaa vizuri. Wewe mzazi ndio utakana kumwambia, lakini sisi tunaogopa watoto wetu. Na wallahi mtakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu. Usidhanie kullukum ra'i wa kullu ra'im mas'ul. Kila mtu ni mchungaji na utakwenda kuulizwa. Usifikiri ni baba tu. Hata wewe mama utakwenda kuulizwa, ulimleaje mtoto wako wa kike? Kama wewe kabisa utaachilia mtoto wako atembee uchi, unamwambia nini? Kama umemruhusu aende uchi, ni nini umemwambia? Si umehimiza afanye zina? Umemuhimiza. Kwa sababu unatarajia nini wewe? Tuzungumzeni ukweli. Kati ya mama ule ama msichana amejistiri amevaa buibui na ule hajavaa buibui, mgani atasalimiwa sana kwa barabara? Mgani atasalimiwa sana kati ya buibui na kati wa nini? Wa buibui pia atasalimiwa, si ni kweli? Wa buibui atasalimiwa, lakini atasalimiwa kwa uoga. Sisi ndo tunafanyaga hiyo kazi. Unaelewa? Sisi ndo tunafanya hiyo kazi. So nitakusalimia tu, lakini nitakusalimia na uoga. Lakini ule mwenye ajijistiri sitamsalimia na uoga kwa sababu tayari ashanionyesha vile yuko. Umenipata? Kwa mfano, Waswahili wanasema kizuri cha jiuza, kibaya? Yes. Wewe ukienda huko sokoni, upate nyanya imepasuka pasuka na ile nyanya mzuri, gani utanunua? Na ukitaka kununua mbaya, utapimiwa the same na mzuri? Ile itakuwa mingi, si ndio? Umenipata? Haya, nataka kuwapa science moja. Chukua machungwa, weka glasi ya maji, tumbukize ile machungwa ikiwa na ngozi. Sawa? Weka juu kwa hiyo glasi ya maji, utaona inaelea. Lakini toa hiyo machungwa ngozi, alafu itumbukize tena kwa hiyo glasi. Itatazama wapi? Sijui umenielewa? Umenielewa? Namaanisha nini? Namaanisha nini? Namaanisha nini? Yaani ukiwa na stara hutazama. Sawa? Ukiwa na buibui huwezi kuzama. Lakini kama hauna buibui utazama. Hiyo ndo maana ya dunia. Dunia ukijiachilia itakumeza. Na tukiachilia watoto wetu itatumeza. Na ndo sasa inatumeza bondeni. Tuangalieni, wakati bondeni ilikuwa vitu mingi hazijaingia, ilikuwa madawa ya kulevya haijaingia, confirmers hazijaingia, bangi ilikuwa si mingi. Bondeni imekuwa tu bangi, lakini si kama sahi. Sahi bangi inavuta tu hata barabarani, wapi, hata mtoto wako unamkuta tu hata anavuta akikuona ati anajifanya ameficha na harufu unaisikia. Lakini sisi ndio tumekuza. Sisi ndio tumekuza hizo. So tunaendelea kuachilia mpaka inafika pale sasa inatulemea. Inasemekana maji imezidi unga. Sasa maji ikishazidi unga,
unaanza kutafuta unga ya kunini, unakosa. Inabidi kama ilikuwa ni chapati, sasa itakuwa mkate ya maji. Umenipata? So tujaribuni kuzuia. Yani hii elimu tunapata hapa, tuzipelekeni ndani ya manyumba. Na usiogope kumwambia mtoto wako. Kama hiyo ndio itafanya akasirike kwa sababu wewe unamwambia ati lazima atoke hapa na buibui, mwambie fanya hivi, hiyo mlango hiyo. Sikai wanawake wawili hapa. Unaelewa? Usipofanya hivyo, wacheni niwaambie, tusipochukua action hapa duniani utapata hasara, na kesho kwa Mungu utapata hasara. Wakati tutafika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, utakuwa labda uko clean kabisa, umeshamalizana na Mwenyezi Mungu, wewe uko clean, uliswali, ulifanya nini, unafika unaenda kuingia peponi hivi, unaambia halo, subiri, kuna mtu anakuita hapa nyuma. Ukigeuka hivi ni mtoto wako. Wewe mnamwachiliaje aingie peponi? Na mimi yeye ndo aliniletea itabu yote, hakunipeleka madrasa, hakunizuia nisifanye hivi, hakufanya hivi. Unarudishwa nyuma. Unaambiwa kamalizane na watoto wako huko. Mnataka ikuwe hivyo? Wewe uko uliswali, uliamuka tahajjud, lakini mtoto wako akuchome. Inna amwalukum wa auladukum fitna. Mali yenu na watoto wenu ndio fitna kwenu. Kwetu sisi wote. Unaona, na nyinyi ni wasaidizi wetu. Ndio unaona sisi tunawalilia. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke akipotea inaangamia. So nyinyi msipokuwa wakali, hata mwanaume, wallahi nawapia na Mwenyezi Mungu, ukitaka bwana wako akuwe mzuri, wewe utamfanya akuwe mzuri. Lakini wewe ukitaka bwana wako akuwe mbaya, wewe utamfanya akuwe mbaya. Wewe ndio utampa hiyo ubaya. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mumeumbo tofauti. Mimi naweza kuja na maasira zangu, niko na maasira, wewe ukanichekesha tu, ile asira ikapotea yote, ikaenda. Lakini nikukuta umeweka sura ya kazi na mimi nimekuja na sura ya kazi, hiyo nyumba itakalika? Unaona? Sisi wanaume utafanya kitu huko nje, lakini unaogopa bibi yako asijue. Kwa nini unaogopa bibi asijue? Wewe unaweza kumpiga mume wako? Si ndo anakulisha? Si ndo anakuletea riziki? Kwa nini hataki bibi yake ajue? Kwa nini? Wewe bwana, hii mambo isifike kwa wife, hii mambo isifike kwa wife. Unajua? Heshima iko hapo, na pia mapenzi yenu. Unaelewa? So wewe unaweza kumrekebisha mume wako kwa njia rahisi kuliko vile anaweza rekebishwa huko nje. Wewe kila bwana wako akikuja ndani ya nyumba ni Muislamu, anakukuta unaswali, umeamrisha watoto waswali, hata yeye ataswali. Wewe unaamuka usiku unaswali tahajjud, unaambia baba nani, tuamke hata wewe uswali, tuombe Mwenyezi Mungu atujalie mambo yetu ikuwe mzuri. Wallahi ataamuka, hata kama atakataa siku ya kwanza, siku ya pili ataongea vibaya, lakini wewe inakuwa ni routine yako. Mnaambiwa hapa kuhusu Sheikh ametutolea mawaidha kuhusu Fatima, ndo alikuwa anaonesha ule jinsi watamkirimu mgeni. Lakini sasa wewe ukimuonesha au mgeni ajipange bwana. Bwana wako kwanza, bwana wangu kwanza. Unajua? So nyinyi wanawake sisi tunawatilia mkazo, dada zangu, mama zangu, watoto wangu, tujaribuni kujibadilisha katika hali zetu. Kuna wakati nafikiri mnakumbuka, kuna msichana sitamtaja jina lakini alifariki. Tulianza kubishana. Alikuwa Muislamu, alikuwa si Muislamu, aliasi, sijui alifanya, kulikuwa kitu kama hiyo. Hatutaki, hatufurahi. Unaelewa? Lakini kwa nini inatokea hizo vitu? Kwa sababu sisi tunaziruhusu. Jana niwapigie story moja jana, hata tulikuwa tunacheka hapo, tulikuwa na kina Modu. Tumekaa pale msalaba. Mama moja akatokea alikuwa Muislamu. Maskini yeye alisilimu. Amekaa kwa dini, amelizaa watoto wake, wote wako kwa dini. Yeye amerudi, ametoka, amewacha dini, amewacha watoto wake kwa dini. Sasa hebu niambieni, wewe ulikuwa Muislamu, ni wa kusilimu? Alikuwa kwa dini, amekuwa kwa dini, tunamjua tu. Amekuwa kwa dini, lakini sasa yeye sasa ameshatoka, asharudi kwa dini yake. Hatuseme hata aliasi, ule alirudi kwa dini yake, lakini watoto wake ni Waislamu, tunaswali na wao hapa. Unanipata? Sasa tuliona tu hali yake na nini, tukaambiana huyu ameasi. Hata tukaambiwa huyu kitambo zamani. Lakini sasa akifa ni gani, mtihani gani unapatia watoto wako? Watoto si walizaliwa wakijua mama yao alikuwa Muislamu. Umenipata? Sasa mama amefariki leo, wao ndio watachukua tena mama yao waende wakamzika na sanduku. Umenipata? Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa unaona wewe ushaingiza watoto, wewe mwenyewe umeshatoka, ushaacha watoto. Unaona? So
tujaribuni. Yani hii elimu tunajaribu kupata hapa, ama hii mazungumzo tunazungumza hapa, iwe ni ya faida kwetu sisi na ndani ya manyumba zetu. Kwa sababu ujue kesho utakwenda kuulizwa kwa sababu uliambiwa, utasema hukujua. Tumeshawaambia kila kitu. Sasa wewe ukishindwa kurekebisha kwako, hiyo ni shauri yako. Lakini sisi tunaomba Mwenyezi Mungu na tunataka sana. Mimi wallahi kama tu si vile hali ya maisha inaendelea, hii bidii yote mimi ningekuwa nikifanya. Lakini mnaelewa tu lazima tushughulike, tuko na watoto wanasoma, tuko na manyumba, tuko na majukumu. So lazima pia tufanye kazi. Lakini kuna walimu ikitokea hata kama sio Saturday zote ama Sunday zote. Unaona? Tunaweza fanya hata kwa Sunday moja ama baada ya kila yani kwa mwezi mara 2. Unaona? Kama mimi sitakuwa, huyu bwana atakuwa, kama huyu atakuwa, Mudu atakuwa, kama mwingine atakuwa. Tuko na walimu wengi, hata wengine wananiambia kwa nini utuitagi? Hata sasa hivi tulikuwa tunaita Mwalimu Shabiri, pia alikuwa anataka kuongea na nyinyi sana. Unaona? Lakini sasa kwa sababu tunaenda na nyinyi vile mnataka. Unaelewa? Hatutaki kwenda na nyinyi. Tunataka nyinyi ndio muende na sisi. Nyinyi ndio mtupeleke sisi. Tumekuja mahali, tumekuja hata chukua namba yangu kuna wenye wako naye hapa. Wewe tuko mosque. Uko wapi? Unajua? Nyinyi ndio mnaonesha hiyo hamu ya kutaka kujua. Mimi alhamdulillah kidogo ile ninaye, sisemi nimesoma sana, lakini mimi at least niko na yako ka logic. Sasa na hii nataka nikupatie na wewe pia ukue. Sio? Haya, tutaongea sana, naona time yangu ni mingi. Tutarudi kwa maswali. Kwa sababu maswali zetu zinakuwaga mingi. Tutajaribu kufupisha kidogo. Leo niko na huyu bwana hapa atatusaidia kujibu inshallah. Mama Tuni ulikuwa na swali. Na Mama Tuni si unajua kuosha maiti? Si ukuje utupatie kidogo hapa uwape basic. Nataka uwapatie tu basic. Basic tu. Inafanyagwa aje njoo tu ndio hiyo nataka. Sijakataa ya tohara yenyu, unajua ni deep. Kwani ni deep, lakini mtu akitaka kuzirua hiyo kitu ya kwanza. Wale mtatupa tohara kidogo ya mwanamke. Kidogo juu. Unajua kuna mambo zenye. Dini haina haya. Wape tohara kidogo. Tohara pia kuoga janaba. Janaba. Kidogo. Wacha. Zungumza tu. Usiogope. Upande wa dini haina aibu. Kidogo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kuoga, ikija tohara, kuoga kuna nguzo 3. Kuoga ina nguzo ngapi? Make sure ukiingia bafu hizo nguzo 3 umetimiza. Moja wapo ikikosekana wewe umechezea maji. Wa inna Allaha la yuhibbul musrifin. Mwenyezi Mungu hapendi watu wenye kufanya extravagance. Usiingie pale na mitungi mbili ukamwaye, kuna kuoga na kumwaye maji. Muislamu kitambo aoge paka awe ashaoga kabisa ametimia. Muislamu wa kisawasawa. Aliye na akili asokuwa punguani ameoga kata au mikebe au vitoma 5. Tumeelewana? Toma ngapi? 5 tu. Kila mtu Mmoja Kiswahili anakuwa. Kata ni kopo. Lota. Si zamani hiyo mkebe. Lakini sasa unajua wengine wanatumia size tofauti. Haya kopo. Hiyo kopo. Kopo ile inabeba maji kuanzia nusu lita. Au jug. Ama hiyo jug ya 1 liter. Kuna jug special za chooni. Wengine wanasema katika riwaya tofauti. Wakati unaoga utaanzia left na kuna riwaya wakati unaoga utaanzia right. Zote mbili ziko sawa. Zote hizo riwaya mbili ziko sawa. Lakini moja kati ya zile ambazo kwamba alikuwa anazungumza kwamba kuna nguzo ngapi? 3. Nguzo ya kwanza ni kuhakikisha kila sehemu ndani ya mwili wako imegusa maji. Sasa cha kushangaza kila sehemu inatakana iguse maji. Jana ulienda kulala nje na una rasta kwenye kichwa. Inakuwaje? Sinauliza kina mama. Inakuwaje? Inategemea pia ni rasta gani.
Kuna rasta natural na kuna rasta za uzi. Ndio tunazungumza hizi za nani? Haya uzi zingine lakini ile natural tunasema inaingia. Huko yuko hivi ana kalkiti. Wanachomoa, ukimwambia hivi makucha anakuambia atachomoa. Hapa si nimezungumza akasema inna kaidahunna, wanawake vitimvi vyao ajabu. Wewe una kalkiti itakuwa. Sisi tuzungumza hapa kalkiti haingii maji. Kivyo inamaanisha baada ya kupata ile janaba wageni watapokewa na janaba, vyakula vitapikwa na janaba, kanzu ya baba itapigwa pasi na janaba. Mshaona? Athari za janaba, mtu akiwa ana janaba akitoka outside habib analaniwa na viumbe unavyoviona na vile usivyoviona. Sasa hebu angalia, ukitembea kuna vidudu uvioni wewe, laana zao unapata. Na sasa watu wanakwenda tu hivi, watu wana wasiwasi, watu wanaelekea tu. Kwa kila kona ya mwili ingie nini? Maji. Mmoja akipendekeza akasema either unaweza chukua udhu ama usichukue udhu. Sawa? Haya. Ya mwisho kabisa ni kwanza right ama left. Sawa? Haya, kwanza kule kuoga nikasema vitoma 5 au majagi 5. Utachukua utamwaya. Alafu wakati unamwaya yale maji make sure kama umechota kutoka kwenye karai, haya ambayo yamwaya kwenye mwili yasirudi pale. Kwa sababu gani? Yatachafua yale. Alafu wewe mwenyewe pia usiguse yale maji. Kwa sababu maji ni masafi, wewe ndio ukiagusa umeyachafua. Haya, kwanza unamwaya maji moja hiyo. Alafu unachukua ya pili unamwaya. Kuna mili mashallah, Mungu amejalia watu wana page. Kwa unafungua page 1, page 2 kote kuingie maji huko. Simesema wenyewe dini haina cha haya. Fungua mwili wako upate maji kila sehemu. Ukitoka pale uhakikishe umeingia maji kabisa. Kwenye hiki kitabu anasema kila shina la nywele liingie maji. Akisema kila shina la nywele hiyo si nyusi. Akisema kila shina la nywele si kwenye kichwa. Nafikiri uko mbele, kama nitakuwa nafundisha huyu nitafafanua zaidi. Lakini mashallah nazungumza na watu wazima. Kila shina la nywele nimemaliza. Haya. Piga huku, angalia maajabu, na mwaya huku, kimaliza una mwaya huku. Alafu unakuja katikati. Ukimaliza katikati right. Huku mtungi jagi ya mwanzo, jagi ya pili, jagi ya 3. Zimebaki ngapi? 2. Jagi huku na mwaya huku. Hapo. Alafu unachota tena na mwaya huku. Ukimaliza sasa ndipo utapanga wewe mwenyewe. Unataka kutumia sabuni, utaki kutumia sabuni ni wewe sasa. Lakini kama ni kuoga ushamaliza hapo. Ni nini nia ya kuoga? Au ni ipi? Utanuia tu vile vile. Kuna lugha utaongea Kiarabu, kama unajua Kiarabu. Kama hujui Kiarabu utaongea Kiswahili, kama hujui Kiswahili utaongea lugha yako pia. Nanuia kuondoa jasho kubwa, nanuia kuondoa jasho dogo, nanuia kuondoa jasho fulani lile lilokuwa nalo. Nafikiri kwa muktasari ni hiyo. Kama ni hivi, kama ni janaba. Utanuia hivyo. Na wengine wanasema nia yako ilikuwa kutoka mwanzo, umeweka maji, unajua naenda kuoga janaba, unajua naenda kuoga hedhi, unajua naenda kuoga nifasi. Unaelewa? Haya, hiyo ni kuoga. Kuna mtu hajaelewa? Kuna mtu hajaelewa? Unatakana mwili yako yote ishike maji from utosi paka hapa. Sio mnanipata? So hiyo mambo mnavaga ile karatasi ya kichwa ile ati sijui kichwa isiguse maji. Kama uko na janaba shauri yako, hujawahi yoga janaba maisha yako yote. Hiyo nywele kwanza inatakana paka hata ifumuliwe. Kwa sababu haiingizi maji wiki. Sasa ile imesukwa, si zimeshikana. Inaingia maji. Mnanipata? Hizo ni usafi za mwanamke, na usikuje hapa kuswali kumbe unaswaligi na janaba. Lazima mwili yako yote iguse maji. Kuanzia hapa kwa utosi paka hapa chini ya mguu iguse maji. Hiyo ndo kuoga. Sawa? Kuna swali kwa hiyo? Sasa ile nimesuka na 1500. Au utajipanga tu wewe, suka nywele yako lakini lazima ishike maji. Hayo itaingia maji kwa sababu mimi kwanza maji nimeweka ile na karai. Ngoja. Yeye kuna kitu analenga. Najua kuna kitu analenga.
Yani hizo masaluni munaenda munatumia pesa mingi, alafu kesho yake ufumue tena. So unashinda na janaba. Unaelewa? Ulikuwa saluni jana. Umejipodoa, kuna boyfriend yako anakuja ama mzee leo amekupea pesa ya kusuka. Wacha tusiongelee vitu za haramu. Wacha tuseme tu halali yako. Tunazungumzia hapa halali kwa sababu tuko msikitini. Ya haramu imezuiwa. So hiyo kitendo yenyewe ni ya haramu na bado unataka kushinda na janaba ya haramu. Unaelewa? Wacha tuzungumzie tu ya halali. Wewe na mzee wako amekupatia pesa, umeenda salon. Na amekuja usiku amekupea pesa ya salon anataka. Utaanza kumwambia sasa tena nilikuwa salon jana. Ukimnyima ni unapata dhambi. Yes. Unapata dhambi. So wewe enda saluni ukasuki kitu yenye unajua kesho utafumua. Hiyo ndio hivyo iko tu, utake ndio hivyo, usitake ndio hivyo. Ama itaingia maji. Unaelewa? Sisi ndio tunawapea pesa ya saluni na nimekufurahisha, hata wewe lazima unifurahishe. So hiyo nywele utafumua tu, si mimi ndo natoaga pesa. Unaelewa? Kuna swali kwa hiyo? Iko swali? Ndio hivyo vile iko, ndo dini. Hatuzungumzi hapa mambo ya kichwa yetu. Kama kuna swali uliza. Kuna swali? Kidogo acha huyu aulize alafu wewe. Uliza swali. Sisi wanawake tukienda kuoga na tuko sahihi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unakuta mtu anaenda kuoga kuanzia hapa ama kuanzia uso kwenda chini, anasema hii ndashika udhu. Ni tunafaa tuoge kuanzia peswa. Kuoga mwili ya kawaida unajua. Sasa mtu aoshi nywele anasema Umeuliza swali kuoga kwa sababu ya nini? Unaweza kuwa unaoga wewe tu umesikia joto, whether kuna joto kama uoge. Unaoga tu kawaida. Hiyo tu kawaida. Sasa unafaa uoshe kuanzia kichwa kama si mchafu. Hiyo sasa hapo sasa hiari ni yako. Wakati unaoga na hakuna sababu yoyote ya kisheria, una janaba, una hedhi, hiari ni yako. Ukitaka uoshe uso, uache mkono mmoja ama mguu mmoja, hiyo ni juu yako. Hiyo kama kunawa. Ukitaka passport, yote iko sawa. Haya, twende swali. Haya, sikizeni swali hapa. Hata ingeweza kusimama. Nauliza kwa kuoga janaba, kuna mahali alikuwa anatoa mawaidha kwa kushika udhu. Alikuwa anasema unashika udhu before umeshaingia bafu, umejiosha sehemu yako hiyo uchafu, alafu unashika udhu ndio unaoga, ama unafaa kwanza kuoga vizuri alafu ndio unashika udhu. Umesikia hii swali walimu? Katika kuoga janaba unafaa kushika udhu first ama after? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunao wanasema unaanza na kunao wanasema unamaliza. Lakini bora zaidi, bora kati ya zote ni kumaliza. Kwa sababu udhu una katika wapi? Tuache yote hayo. Katika mambo yanayokatisha mtu udhu ni kushika haya matumbo ya mkono, kugusa uchi wa mbele au wa nyuma. Sasa let's say mimi nimeanza kutawadha alafu nikaoga. Wakati naoga na shekhe tumesema anapooga hakikisha mwili mzima utaingia nini? Mimi nikazungumza kitu hapa, kuna watu wamenicheka. Nikasema uhakikishe peji zote zimevaa nini? Page 1 to 37 zote uhakikisha umefungua. Wakati unafungua hizi peji natumia matumbo ya
kule nimetawadha kule. Hapa mwanzo tu nikianza tu udhu shaukata. Lakini sasa bora zaidi ninaanza proper, nikimaliza nachukua udhu. Nitatoka pale nikiwa na udhu wangu. Nimemaliza kabisa. Nafikiri hii itasaidia hiyo. Umeelewa hiyo? Yaani unaweza kuanza kwa kushika udhu na pia unaweza kumaliza. But kumaliza amesema ni bora kuliko? Hata mimi na prefer hiyo. Yaani ukishaoga sasa unashika udhu yako. Haya, kuna swali hapa mimi nataka kuuliza walimu. Hizi bafu zetu ndio choo zetu. Sawa? Ukitaka kushika udhu ni sunna kuanza na bismillahirrahmanirrahim. Utaisemea chooni ama? Kwanza tukizungumza kuhusu kutawadha yenyewe haifai chooni. Haifai kabisa. Ya oga huko umalize, hiyo janaba yako oga umalize, si ni pale kwa choo. Oga pale umalize alafu toka, tawadhia nje. Mungu hataji chooni habibi. Hataji. Labda Angalia Sasa sisi ndo huyu ustadha labda ameishi huko mlimani. Sisi tumeishi Bonde, tunajua kuishi room moja, ndo choo, ndo bafu, ndo bedroom. So kitu muhimu Muislamu utachunga ni usafi. Hata unataka kutawadha chooni lakini usitaje jina la Mungu ndani ya roho. Taja ndani ya roho yako. Unaweza ukatawadha chooni lakini choo iwe safi. Si choo mtu anakojoa haimwagi maji. Hakutakuwa kuna kitu unatawadha. Choo iwe safi. Mtu akishatoka chooni ile choo inaoshwa. Na ndio unaweza ukatawadha hapo. Naelewa, lakini haijakatazwa choo ikiwa safi. Kama choo ni chafu, haiangalii usafi wake, itakuwa hakuna udhu ambao kwamba unatawadha. Naelewa, Uislamu imekuja kufanya mambo hiyo rahisi. Huwezi lazimishwa uishi kama mtu wa mlimani na unakaa Bonde. Unaona itakushinda Uislamu. Utaona hii Uislamu sasa ni dini ya matajiri. Kwa mtu ambaye kwamba hali yake ni duni, Uislamu ina njia yake. Mwenye anaishi vizuri, haya. Bismillah. Tumeelewa hapo? haya, hii inasisitiza mkazo kwa upande ya mudu. Na sisi watu tunaishi hapa hizi mtaa zetu tunatumia choo na wasiokuwa Waislamu. Si ni kweli? So kuna wale wanatumiaga hizo karatasi saa nyingine kidogo mkono unakuta kwa ukuta. Si ni kweli? Si mnaonaga kwa hizo macho. Hizi choo hata unatakana kuingia unaingia hivi unaogopa usigusane na ukuta kwa sababu unaweza jipaka najis. Lakini kama choo ni yako ni mnatumia Waislamu ama ni unakaa mnaelewa choo safi. Si ni kweli? So tusije tukaleta usafi ndani ya uchafu. Sawa? Iko swali lingine? Mama dada ngoja. Hapo watu unakuja msikitini. Usio unakuja kuosha msikiti Ijumaa, si ndio? Unakutana na mapads. Pads zimejaa msikitini. Hiyo pia hiyo kitu msikitini sana usafi kwa sababu pads msikitini inafanya nini? Haya. Hiyo hata tulikuwa na project isipokuwa ni vile hali tukalia ngumu. Unaona hiyo choo tulitengeneza hapo. Tulikuwa tuweke hapa hii choo hii ya zamani ilikuwa tuvunje. Tuweke hapo pali ya mama tuweke hata kioo. Unaelewa? Usije ukaingia chooni umetoka buibui kumbe ilijishika kwa kamisi. Unaelewa? Tulikuwa tuweke kioo, wallahi hiyo ndio ilikuwa project yetu. Ilikuwa tuweke kioo hapo na tuweke ile pipa ya hiyo nini? Ya pads. Lakini kama unajijua we ni mchafu, ndugu yangu, hii ni nyumba ya Mungu. Utatupa hiyo vitu yako kwa choo itablock. So hiyo tu kutojali kwako itatuletea sisi madhara mengi. Choo itajaa hapa, mavi yaanze kutapakaa msikitini sasa. Kama unajijua tu wewe si msafi, si utulie, ushapewa ruhusa. Sio lazima ukuje. Si ni kweli? Swali.
iko suna, lakini watu wanachanganya sasa. Watu wanaenda kuswali swala Idi, na zamani watu walikuwa wanaswali kwa kiwanja swala Idi. Ukienda kuswali swala Idi, wale wanawake ambao kwamba hawako sawa wanakuja wanakaa kando huko, wachanganyike na watu. Swala ya Ijumaa unataka kukuja kusikia kufaidika na mawaidha, kuja ukae pale utasikia speaker, lakini usikuje uchanganyike na watu wanaswali. Unaelewa? So ukiwa hali yako si mzuri, usikaribie maeneo. Tulitaja hizo mambo ambayo kwamba imeharamishwa kwa mtu mwenye janaba, hedhi. Moja katika mambo ni kupita msikitini bila dharura yote. Unaelewa? So huyu ni mtu ambaye kwamba labda tutamchukulia hajui nini anafanya. Kama kweli unajua, ufai kukaribia msikitini. Kama ni mawaidha unataka kusikiza, pale nje. Sasa watu wanaswali, kama ni madrasa labda kama hivi tunasoma, unaruhusiwa kuja usomeshwe. Lakini ibada kabisa, watu wanaswali, usichanganyike na wenye kufanya ibada. Swali lingine kuhusu usafi? Kuhusu usafi. Wapi? Kuhusu usafi kwanza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa mimi niko pale kwa kuoga janaba na unatumia shawa. Utafanya aje? Sio shawa ndo the best, ama? Mambo bismillah. Wakati mtu anaoga, mambo ni mbili peke yake. Naelewa tumetajiwa hapa. Kitu ya kwanza ni nia yako. Naoga nini? Janaba ni nini? Ujue nini unafanya. Kitu ya pili ni mwili yote iguse maji, nywele na ngozi. Naelewa? So kama unaoga na shawa, unajimwagia maji, ama unaenda kudufu kwa swimming pool, kwa nia ya kuoga, hakikisha mwili yote imegusa maji. Kama ni shawa, hakikisha mwili yote imegusa maji. Ndio huyo ametuambia hiyo mambo ya kufunua sehemu zimeshikana. Naelewa? So mambo ni mbili, nia na mwili ishike maji. Sehemu yote ya mwili ishike maji. Haiangaliwi maji inatoka wapi, ni shawa ni nini. Naelewa? Haya. Tumesema uliza tu. Ni mwezi wa Ramadhani, msaki maisha. Ni mwezi wa Ramadhani. Inatoka kwa nini? Sawa tu. Acha kushikia basi. Ni mwezi wa Ramadhani. Nimefanya na mume wangu usiku. Labda time ya karibu ya kunini? Ya karibu na sijaoga. Nitafanya nini? Kwa sababu wengine kwa natuambia kama umefanya hiyo kitendo kabla hakujakucha uko umefanya nini? Umeoga. Sasa pale ni kabla sijaoga nitakuwa bado na saumu ama nitakuwa ni saumu yangu imeharibika. Yaani kwa ufupi ulifanya tendo la ndoa na mume wako mwezi ya Ramadhani. Imefika time ya daku. Ama ulifanya before ama ilikuwa tuseme mlikula daku, si ndio? So imefika wakati ya kufunga. Haya, bismillah. Ni mzuri kuuliza swali, wacha niwaambie kwa sababu ukianza kueleza na ulikuwa hapa na umekataa kuuliza kama hizo. Sasa kuna wale wanaogaga na nywele wame shauri yenu, lakini kama mlikuwa mjui. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza nitafungua jibu lako na maneno yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu hilo swali umeliuliza na umeuliza maneno yake Mungu tu direct. Allah anawaambia wanawake na wanaume wa halali, lakini uhillat lakum lailata siyam rafathu ila nisaikum. Zama zile kabla aya hizi zishuke, maswahaba waliteseka sana. Mtu ule mwezi ukiandama tu vile basi hata kumgusa mkewe amgusi. Watu wako kando kando, watu hepana kutoka moja mpaka mwisho, na wajua funga maswahaba ilivyokuwa. Na akisema atafunga 6 basi ni hivyo hivyo, ataka mumeo, lakini vyakula ndivyo vile vile, wala nguvu ni zile zile, mwili wahitaji, lakini akwambia mimi nimefunga bwana. Mpaka zikaja hizi aya kwamba mmehalalishiwa kukutana kimwili na wake zenu
Shaona? Pale mkifungua tu, si nyote mwajifanya mna nguvu. Angalia ruhusa iko wapi. Ile ikiadhiniwa tu maji na anaweza kushika mkono atwende. Basi mtajua wenyewe kama mtakuwa hivyo mpaka khaytul abyad min al-khaytul aswad, hiyo ni shauri yenu hiyo. Najibu swali sasa kutokana na mtume alivyozungumza. Mtume anasema katika hadithi na ikichukuliwa katika babukan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni nani? Mtume. Kana yusbihu junuba. Mtume alikuwa akiamka na janaba mina jimai, la kuundama, si la kuota. Eti alale tu amemuota Juwairi akiamka. Amelala tu akamuota mkewe Zainab, la kuundama. Kuundama ameingiliana na mkewe. Ama tuzungumze lugha ya King'ang'a, amefanya. Sawa? Uko ndo kwa kuundama. Watoto kule ufundishwa kusema kuundama. Akisema kuundama haliingili kenda mpaka likawa tusi. Akisema kuundama ishatoka lugha ya juu. Lakini ukitaka kuchimba ulazimishe, ndo hizo tatu ndizo zungumza. Kana yusbihu junuba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamka na janaba. Fayaghtasil, anaoga, thumma yasumu, kisha anafunga, anaendelea na somo zake tu. Imejibika hiyo? Ulivyomuuliza tu hata itake kwenda mbali. Kule kwingine kote nimetumia, lakini jibu lilikuwa ni hadithi tu. Angalia, yusbihu, anaamka. Yusbihu inampambaukia, ni asubuhi hiyo. Kwa mfano mulifanya shughuli yenu mkajiwekelele, sasa ilikuwa bado ilikuwa saa 9:30 saa 10, sio? Usingizi ikapita, umejistukia saa 2 saa 3. Unaelewa? Saumu yako iko tu, so mtaamuka tu muende muoge, muendelee saumu yenu, mtaendelea naye. Sawa? Ile kitu itakuwa iliwapita ni subuhi. Sawa? Lakini si haivunji saumu. Lakini sasa sio tumeambiwa tuushinde naye. Ni wa halali. Si ati sasa ati haivunji saumu mpaka saa 11. Umeamuka ndio umeanza kufua. Wamama nyinyi, utaamuka asubuhi ndio mmetoa manguo, asintaoga nikimaliza. No. Utaoga ukimaliza jasho. Hii kwanza bafu. Swali subuhi, sasa toa manguo yako. Unaelewa? Una swali? So haivunji saumu. Assalamu alaikum. Mimi nilikuwa nauliza swali. Unaweza kuwa labda umeenda kuswim na mmesema lazima maji iguze kuanzia kichwa mpaka chini ya mguu. Hiyo maji ukisha swim unaweza kwenda kuswali? Swimming ya kawaida tu. Sasa wewe ulienda swimming kwa starehe zako ama kuoga? Msicheke. Ulikuwa umeenda kuswim kuoga janaba ama kuswim tu starehe zako, ama unajua swimming ni mchezo. Ulikuwa umeenda? Si nafikiri hiyo. Ulikuwa na uchafu yoyote ama umeenda tu kuswim? Swimming tu, alienda swimo. Hiyo sasa maji yenye inachafuka sio maji ya swimming. Maji hata si hivyo. Maji ya swimming ni mingi. Si ni maji yenye unachafua ni hii ya ndoo. Unaona hii ya ndoo? Yenye ukimwaga nini unaiona. Hiyo ndo maji nafikiri, lakini hiyo ni maji mingi. Sidhani kama hiyo inakuzuia, itakosa kutuahirisha, hiyo itakutuahirisha. Swali lingine tunaenda haraka, nataka kuingia kwa mada nyingine kidogo ndo tufunge. Tuko na nusu saa peke yake naona. Uliza, siwezi ruka wa mama huko nikuje huko. Mimi nataka kuuliza hivi. Kwetu hakuna mfereji, hakuna nini, hakuna kisima, tuko na mto. Hii mto iko na vitu mingi sana, iko na wanyama nini. Sasa nataka kujitwarisha kwenye ile maji ina tahara kwenye hiyo mto. 100% maji ya mto iko na tohara, sio? Maji ambaye kwamba inatembea iko na tohara, hiyo unajitwahirisha vizuri. Hata ikiwa na hiyo makala ya matope usijali. Hiyo kukunywa tu labda ndio uwezi, lakini kwa tohara hata udhu. Unashikia udhu hapo na unaenda unaswali kwa mto, haina tatizo yoyote hiyo.
Haya, tutokeni kwa mada ya usafi, nafikiri tumeelewana, sio? Turudi kwa mada ya swala. Last week tulizungumza kuhusu swala na tukazungumza kuhusu kujistiri ya swala. Sio? Tulishika, kuna wengine wako kuwa, kuna wengine walikuwa. Tulisema uchi ya mwanamke ni wapi hadi wapi? Yani uso, viganja vya mkono na mguu hapa. Si ndio tulisema? Lakini juzi mimi nilishangaa kuona mtu mwingine anakuja msikitini. Hata nikasema, lakini nikasema tu, lakini nitazungumza tu. Ndio unaona na sisitizia sana nyinyi wazazi. Hata mtoto wako wakati anakuambia anaenda msikitini, muangalie amevaa aje. Unaelewa? Huwezi kuja msikitini wewe ni msichana na nguo yako inafika hapa. Ukuje kuswali. Sawa? Na mabuibui pia zile tunavaa. Tusivae za kisasa, tuvaeni buibui za zamani. Hizo buibui nafikiri mtu iko naye hapa ni mama Tuni tu, ile ya kamba hapa. Hizo zilikuwa za manyanya zetu zamani. Ile ndio ilikuwa buibui. Hiyo tu naonaga naye mama Tuni, mimi sijaona naye. Unaona? Okay, hata hizi za sasa siba, kuna hizi za Wasomali hizi kama hii ya mama Lole. Hizo. Hiyo inakuja inafunika vizuri. Unaweza itengeneza paka huko chini. Unajua wakati umekuja kufanya ibada, si umekuja kufanya ibada kwa lengo yako, kumuomba Mwenyezi Mungu akutatulie mambo yako, kutaka radhi kwa Mwenyezi Mungu, si ndio? So kuna haja utoke huko yote na ukuje hapa ikuwe hakuna kitu umefanya. Umekuja tu kazi ya bure. Unaelewa? Ni vizuri yani ukikuja hapa ukuje ukiwa kamilifu. Yani unajua mimi ninakwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Na katika njia ambayo kwamba wewe binadamu una communicate na Mwenyezi Mungu kwa ukaribu zaidi ni ukiwa katika swala. Ni ukiwa hapo ndo una communicate na Mungu wako zaidi. Kwanza unaambiwa katika sijida hapo omba kila kitu ile unataka. Kwa sababu hapo umemsujudia Mwenyezi Mungu. Yani muabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona. Kama ndo huyu hapa unamuona, na kama haumuoni yeye jua yeye anakuona, so anakusikia. So usikuje hapa unasujudu kawaida ukinini nguo itafurutika tena kidogo. So wakati unasujudu hii yote iko nje. Unaelewa? Ni vizuri hata uifunike kabisa. Hata naonaga wengine wanavaa gloves, wanavaa socks, vaa. Umenipata? So katika kujistiri si tu hii mwezi wa Ramadhani, na pia tuangalie watoto wetu zaidi, haswa watoto wa kike. Kama wewe mama utakuwa unajistiri na mtoto wako wa kike ajistiri, utakuwa unamaanisha nini? Ama utakuwa unamfunza ule mtoto nini? Unaelewa? Tusiogope watoto wetu. Tuwaambieni. Wafunzeni kwa sababu kesho siku ya kiyama watakuja kuwatumbukiza nyinyi katika moto kwa sababu ya kukataa kuwaambia. Sawa? So tuwaambieni watoto wetu, tuwaambieni hiyo mavazi hapa kwangu. Unaona kwa nini raping mingi zinatokea za unasikia mzazi ana rape, hata makesi mingi wewe unakuaga kwa hizi manini, ma rape case sana zinafanywa na wajomba. Watu wa hiyo familia. Simshasikia? Yani mtu wa karibu ndo sana wana rape watoto. Kwa nini? Kwa sababu sasa wewe mtoto kweli kabisa unataka kuvaa kinyasa mbele ya mjomba wako. Na labda mashallah kidogo wewe si mchache, Mwenyezi Mungu alikuumba. Unafikiri mjomba anafikiria nini? Sisi ni tumeumbwa tofauti niliwaambia. Matamanio yetu iko karibu kwa kuona. Sio kama nyinyi, matamanio yetu sisi iko karibu sana. So kama hautamtunza hata mtoto wako, haswa wa mama single mother, umeolewa na jamaa na iko na mtoto na uko na mtoto wa kike. Ule mtoto wako, ule kumbuka ule si baba yake amuhusu. Ule amuhusu, atakurepia mtoto. Walai. Atarepu mtoto, atakuharibia mtoto, na sisi hizo kesi ziko, si mnajua. Unaelewa? So tuangalieni watoto wetu. Lakini ukiwa amevaa vizuri amejistiri, sisi binadamu haswa sisi wa Kiislamu huwa tunapea heshima tofauti wa mama wetu wa Kiislamu. Hata mimi sasa hii nikipita nione mtu anachokoza msichana wa Kiislamu amejistiri, simujui sifanye nini, nitaingilia hiyo vita. Umenipata? Bora tu nimeona ni mama Muislamu amejistiri, unamuuliza nini? Lakini kama amevaa jeans, si hiyo hata mmejua hiyo ni shauri yenu. Umenipata?
Lakini sasa hiyo kujistiri ndio sisi hatutaki, tunaogopa watoto wetu kuwaambia. Haya, mtoto. Sorry. Karibu. Haya, mtoto wangu mkubwa hajaslimu, ni Mkristo na anaendanga kanisa. Na yeye huwa mavazi yake ni ya kawaida tu. Sasa nitasaidika aje? Umesilimu, wewe umesilimu, kwanza unatakana kumlingania mtoto wako. Utakani kumlazimisha, lakini utakana kumlingania. Sawa. Aiko under age ama over age. Anaweza kujiamulia, sio? So unatakana kumlingania. But wewe kama mzazi, kujistiri na mavazi si kwa Waislamu tu. Juzi nilikuwa naona kwa clip moja, iko msichana moja England. Alikuwa anahojiwa katika nini ya Uingereza. Alikuwa katika TV. Sasa wale wanamhoji walikuwa wanamuuliza kwa nini nyinyi Waislamu mnavaa hizo nguo zenyu za kujistiri, hizo hijabu na nini, na mkiambiwa mtoe hamtaki. Ule msichana aliwaambia, kwanza nyinyi wa Kristo hamupendi sana hijabu. Unajua kuna wakati England ilikuwa iruhusiwi mwanamke kujistiri. Na nchi mingi za wazungu zilikuwa hivyo, sasa ndio wameanza kukubali. Ule akawaambia, hizi mavazi Waislamu wanavaa, turudi katika mama ya Yesu. Hata hizo movie za Yesu za Kristo zina nini? Zinachezagwa. Wanakuwaga wamevaa aje? Unaona? Turudi hata kwa makanisa zenyu zingine, Wakatholiki au nini? Sisters wanavaa aje? Umenipata? So kujistiri kwa mwanamke si ati ni Uislamu imeleta, ni sheria ya Mungu kutoka kwa kina Ibrahimu. Angalia hata hao hizo mamuvi mkiona za kina Ibrahimu, za kina Moses, za kina nani, utaona hao wamama hawakukuwa na malongi. Si ni kweli? So wewe kama mzazi ni jukumu yako, kwa sababu mabaya yakimpata, si hiyo mabaya inakuaffect paka wewe. Si ni kweli? So hata kama basi wewe hutaki kusilimu, sawa, lakini mavazi hizo zako si hapa kwangu. Sawa? Hizo mavazi kama unataka kuvaa, sisemi uende umfukuze mtoto wako, lakini kwanza mlinganie. Unajua? Mlinganie kwanza. Unaona? Lakini kama ni kwa mavazi wewe hutaki, kwa mfano tuache hata mavazi, hutaki afanye kitu fulani, wewe unamkataza, umkataze. Yes, tumia hiyo njia tu. Umenipata? Isipokuwa unajua sasa unakuwa na mtihani kidogo, kwa sababu wataona sasa mama ni kama anataka kuniingiza kwa dini yao na nguvu. Usimwambie vaa hijab. Lakini kuna mavazi tu mzuri za wasichana, hata skirt mrefu, na unaelewa? Yaani hivyo. Okay, hizo longi si ati mnaambiwa msitupe, si mnazivaa, lakini mnazivaa ndani ya kwanza hata ni the best. Mimi hata na prefer. Wallahi, na prefer sana vaa hiyo longi kwa sababu itakuprotect. Iko siku moja nilikuwa natembea town. Mama moja alikuwa mbebwa na baskeli. Sasa ule mama maskini, ile baskeli gari ilitokea nini ile, wakaanguka. Ule mama badala ya kukimbia kujikinga uso, aliweka mkono kwa nguo. Wala alianguka paka, yani ushaona ilikuwa ni kitu ya kucheka, lakini unasikitika. Aliumia uso huku yote, alikaruzika huku uso yote. Na angalia wamama wengi mnavunjikaga mkiangushwa na pikipiki na baskeli kwa sababu unakimbilia lakini kama ulikuwa umevaa longi vizuri, sio utaanguka, lakini ujikinge uso yako, unajua? Lakini sasa huna hiyo longi, umevaa kaskati paka hapa. Unaona? So ule mtu wa baskeli yeye alingangana kufanya mkono yake kuficha. Sasa ulikuwa unavaa nini? Wengine hata unakuta mtu amevaa skirt kanguka amefika hapa, ile akitembea ile inavuta juu, sasa mtu anaenda. Mimi wallahi naangaliaga hata nacheka, na kuangalia nicheke. Ulikuwa unavaa nini? Ulikuwa unavaa nini? Unaenda sasa ukifika katikati ya wanaume sasa ndio unavuruta hiyo nguo. Kumbe hata inakuaga ni mrefu, inakuaga hata imefika hapa, lakini ishajivuruta mpaka iko huko. Unavaa nini? Uende barabarani ukivuruta. Unaona? So tuangalieni mavazi yetu na ya watoto wetu. Wamama tunashukuru alhamdulillah, mama wa Kiislamu ama ule mtoto amelelewa kwa Kiislamu, hata hapo nje utakuta haezi toka bila kitambaa kichwa, si kweli? Na wacheni niwaambie kitu moja. Kwa nini watoto wetu wanakuwa na maugonjwa, wanakumbwa na majini, wanakumbwa na nini hazijulikani? Kwa sababu haswa magharibi,
kama nitakuwa nasema mtandao haswa magharibi. Magharibi kuna nini mingi sana katika dunia inafanyika. Ndio time ya dunia usiku inatoka, mchana inaingia, mashetani, majini, yani mandege, watu wameshamaliza makazi wanarudi makwao, unaelewa? Muadhini inaadhiniwa, wewe uko kitambaa bure, alafu maybe unaingia chooni ama uko karibu na choo. Mnakumbwa sana na majini. Ndio mnaona maugonjwa mingi zinapatikana, hamujui. Mwanamke kukaa uchi, sasa hiyo shetani ndo anapata hiyo sababu. Unajua shetani siku zote iko kinyume na Mwenyezi Mungu. So Mwenyezi Mungu anataka ujistiri, wewe sasa hiyo ndio uko uchi. Na labda saa nyingine uko na hedhi. Na labda hiyo janaba yako hiyo ulipata janaba na hiyo nywele ya 2500 hujaosha nywele. Umetoka kwa uzazi uko na nifasi, hizo madamu jini wanatumia sana. Iko msichana mmoja alikumbwa huko kwetu huko namba 2 na alikuwa amejifungua. Sio kama kuna wengine walisikia hiyo story. Alikuwa anaingia chooni. Alikuwa ametoka kujifungua. Haiko kichwa wazi, akiingia chooni akakumbwa. So hizo ni vitu zenye ziko. So jichungeni sana wamama kwanza kukaa uchi wakati mko katika siku zenyu, wakati mko nyinyi wachafu. Jini inakaa pale pachafu. Ndio sana unaona majini zinapatikana chooni. Na katika na from kutokana na mimi experience yangu, kama mshawaisikia kuna mama alikuwa amejifungua na ameanguka chooni, huwa anafanya nini? Kwa nini? Kwa nini huwa haponagi? Kwa nini huwa haponi? Ukisikia tu ati alikuwa amejifungua alianguka chooni ndo akafa. Alikuwa amejifungua alianguka chooni, hata mimi mamangu pia alianguka chooni ndo akafa. Unaelewa? Kwa sababu jini wanapenda sana katika hali hizo za nini? Unaelewa? So tujichungeni sana katika wakati sisi ni wa chafu na mambo ya chooni na kukaa uchi. Wacha niseme kichwa wazi, uchi. Hiyo time ni mbaya sana, jichungeni sana. Sawa? Haya, kuna swali za mwisho tukiendelea Waalaikum salaam. Kitu kera roho yangu. Sasa si mfano sasa kama mimi ni Islamu. Naishi mwanaume Islamu lakini bado funganika. Ameuliza swali mzuri sana. Nafikiri mmemuelewa. Ni sawa. Anauliza wewe ni Muislamu na unaishi na mtu ambaye si Muislamu. Ama ni Muislamu? Muislamu. Na mjafunga nikaa. Sisi wote si tunajua hiyo. Kwani nani ajui hiyo? Kuna mtu ajui hiyo? Kuna mtu ajui hiyo mnazini? Hakuna mtu ajui. Aidha uwe ni Muislamu awe si Muislamu amjafunga nikaa, hakuna ndoa. Unaelewa? Hakuna hapo ati ndoa. Hiyo mnazini tu. Unaelewa? Na hii mimi mara mingi hiyo swali mimi wanajibu, huwa nakurudishia wewe. Ukifa katika hali hiyo utakwenda kumwambia nini Mungu wako? Sawa? Kwa sababu mimi siwezi kukushika nikutoe kwa hiyo nyumba, si ni kweli? Hata tukiwaachanisha mtarudiana tu. Hata nikishika mtoto wangu nimpeleke kwangu usiku atatoroka kuja kwako. Uende huko. Ukifa katika hali hiyo ya umekaa pahali bila nikah ya Mwenyezi Mungu ya kuhalalishwa, utakufa ukiwa katika hali gani? Uko kaburini utakwenda kumwambia Mungu nini? Wewe kuwa tuwe na Mungu wako. Unajua jihukumu kabla hujahukumiwa. Usingojee mpaka sisi tuseme huyo alikuwa sijui anakaaga sijui. Wewe mwenyewe unajua tu. Hata saa hii tunajijua. Zile njia tunapitaga za haramu na zile njia tunapitaga za halali. Hata pesa, chakula ile tunakulaga makwetu, tunajua hii chakula ni ya halali ama ni ya haramu. Isipokuwa ile kitu tunakuaga nazo ni masababu mingi tu. Ukiambia mtu atakwambia sasa mimi hiyo makazi hakuna, wewe sijui ni shauri yako hiyo, utakwenda kuambia Mungu wako huko hiyo makazi ilikuwa hakuna. Mwenyezi Mungu ndo ameumba. Sawa? So hiyo hakuna. Mungu hawezi kukupea haramu ikuwe halali. Hata dawa. Hakuna Mungu hawezi kutengeneza dawa kutoka kwa haramu. Hakuna siku atayata anakuambia ati pombe kidogo kwa ajili ya tumbo, no. Haramu ni haramu tu, haiwezi kuwa dawa. Anakuambia sina namna nyingine ya kupata riziki. Hakuna namna nyingine, kwani hao wenye wanatafuta na njia nyingine wanatoa wapi? Sasa yeye ameamini. Hata wewe jitume, kwani hao wa Rwanda wametoka wapi? Mbali.
Na wasi wanauzaga makahawa hapa na mamandazi. Mbona mimi sioni vijana wetu na watoto wetu wa kike wakiuza? Utaki kuchafuka. So wewe unataka kula tu haramu. Endelea na haramu yako. Kosea sana tena, wengi wamama kwanza, wengi sana hapo kwa riski tunafeli. Mtu anapatwa na shida kidogo anasahau kuna Mungu. Ndio hiyo mama Lole anasema unakuta Muislamu anakaa na mtu si Muislamu na hawajafunga hata nikah. Kwa sababu hiyo imani hakuna. Vita nyingi tunapigana wamama kwa mama leo kwa sababu ya riski. Hatuna imani. Unaona huyu aliniharibia riski yangu. Mtu atakuharibia je riski yako? Kitu iliandikwa kabla hujazaliwa. Hujatoka kwa tumbo la mama yako, ilikuwa ishaandikwa wewe riski yako ni hii na hii. Mpaka siku ile itaisha. Mwenzako atakuharibia aje? Ni mbaya. Mpaka leo hata saa hizi tuko na makesi tunatatua hiyo ya riski. Watu walipigana wakaumizana sababu ni riski. Na tutoe hasad. Iko hasad ndani yetu sana. Mama nani amefungua biashara yake, wewe unazunguka kusema vile biashara ni mbaya. Hasad ni mbaya na Mtume anatuambia kwamba al-hasadu yaqtulu alladhi hasada. Husuda inakuumiza wewe mwenye unahusudu mwingine. Si yule mwenye unamhusudu. Wewe mwenye uko na husuda, wewe ndio inakukula. Ukiona mwenzako anafanya vizuri, amefungua biashara, kanaenda vizuri, muombe Mungu. Na wewe Mtume anasema kwamba kuna malaika kazi yake tu ni kuombea wale wenye kuombeana mazuri. Sasa unaombea mwenzako kitu mzuri na malaika naye anakuambia na wewe Mungu pia akupe. Na unakuta mambo yako pia yanafunguka. Kwa hivyo imani yetu kwa riziki tujaribu kutengeneza. Naelewa? Riziki inatoka kwa Mungu. Mwanadamu wenzako, hata Mtume SAW anasema lau wanadamu wote na majini watakusanyika watake kukuzuia wewe kitu yenye Mungu amekupa hawezi. Sasa imagine jini moja tu anaweza haribu mambo ngapi? Mwenyezi Mungu anasema wote wakikusanyika watake kukunyang'anya riziki yako yenye Mungu amekupea hawezi, na washirikiane na wanadamu. Sasa kwa nini ulaumu binadamu mwenzako kwa kitu ambacho kwamba hana nguvu nacho? Na leo sasa natufikishe ujumbe, si wenye tumefika tufikishie wengine. Kitu kingine nataka kumalizia ni conflict resolution, yani kutatua matatizo yetu. Tunakuwa na njia mbaya sana kutatua shida zetu. Mtu na mume wake wamekosana, bondeni mzima itajua wamekosana. Kwa nini ikuwe hivi? Wakati mkipatana ilikuwa siri. Na wengi tumewafungisha ni kaza siri. Watu wengine labda hawajui. Hata wengine tulifunga jana usiku. Yaani tunashukuru Mungu hii Ramadhani yani ni ya baraka sana. Nikaa hizo zimekuwa nyingi sana. Nyingi. Yani vijana tumewazungumzia na wamesikia. Wale wenye walikuwa wanafugana wengi wamekuja, sisi tunataka kumaliza maneno. Ya mwisho tulifanya jana. Na tunarajia bado zingine.